Naitwa Yeremia James Sibora. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya fedha. Baada ya kuhitimu elimu yangu ya usimamizi wa biashara kwenye uhasibu, nimejitahidi sana nifanye utafiti juu ya mambo ya fedha ili sasa nielewe kulikoni, kwa nini hii elimu tunayokuwa tunaipata katika gazeti za elimu haiwezi kutusaidia. Sasa tunataka tuelewe kwamba kulikoni kwenye mambo ya fedha humo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo sasa leo tutajifunza kuhusu elimu ya fedha. Tunaposema fedha, kila mtu anaifahamu fedha, na hata hapo ulipo mikononi mwako au mfukoni mwako una fedha. Hii imefanywa utafiti kwenye kitabu cha Richest Man in Babylon kilichoandikwa na George Clason. Akasema kwamba fedha ni kitu au chombo kinachopima mafanikio ya mtu katika dunia hii. Kwa hiyo unaweza kumuona, tunasema bilionea wa kwanza duniani Jeff Bezos ana utajiri unaokaribia USD bilioni 183. Kwa hiyo ukichukua nyumba zake na miradi yake na vitu vyake vyote, tunasema kwamba inafikia bilioni 183. Ni kwa sababu pesa zinapima hicho kitu. Alafu tunasema kwamba fedha inaleta uwezekano wa juu wa furaha kwa kusaidia kufanikisha mahitaji ya kidunia. Unapokuwa unapata fedha, unaweza ukalipia kodi zako za nyumba, unaweza ukasafiri, unahitaji usafiri pia, unaweza ukanunua kitu unachokihitaji. Unapokuwa unahitaji hicho kitu, huwa unapata nini? Unapata furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama mtu huna fedha, huwa hata furaha inapungua. Sasa tunaangalia kitu kingine kwamba fedha inawatosha wale wenye ufahamu rahisi juu ya sheria zinazoongoza upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo fedha huwa ina sheria ambazo zinazokuwa zinaiongoza ili uweze kuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo tulikuwa kwenye utangulizi juu ya mambo ya fedha. Sasa lengo langu kuu, nahitaji tujifunze kanuni 5 zinazosimamia mafanikio ya kifedha. Amen. Kanuni ya kwanza inasema jilipe wewe mwenyewe kwanza. Jilipe wewe kwanza. Kwa nini hii kanuni inasema kwamba fedha huu inakuja kwa furaha na kuongezeka kwa mtu yeyote anayeweka sio chini ya 1/10 ya mapato yake kama akiba kwa ajili ya uwekezaji mkubwa au kwa ajili ya kusaidia familia yake kwa siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hii kanuni ni kanuni ya ajabu kidogo. Kwa nini tunasema kwamba ni kanuni ya ajabu? Kwa sababu inakulazimisha kila fedha inayokuwa inapita mikononi mwako uweze kutenga walau 1% ya zile fedha uweze kuzitunza. Na kwa nini tunasema kwamba unazitunza? Kwa ajili ya uwekezaji ujao au kwa ajili ya kusaidia familia yako. Tunaweza tukasema kwamba sasa hivi una plan, nahitaji milioni 100. Je, hizo milioni 100 unazipataje? Hakuna mtu anaweza kukupa hizo milioni 100, maana kila mtu anazihitaji. Sawa? Lakini plani yako ni ngapi? Una plani ndani ya miaka 5 utakuwa hizo pesa unaweza kuzipata? Kwa kama unapata milioni, tuseme kwamba in search unapata milioni 5 au tuseme kwa kiwango cha kawaida watu labda tuseme milioni 1. Asilimia 10 hapo itakuwa ngapi?
itakuwa milioni moja eh? Laki moja. Milioni moja itakuwa laki moja eh? Kwa hiyo ukiweza kujinyima kwenye hii fedha, ukaweza kuhifadhi kila pesa inayopita kwako, ukiweza kutenga hiki kiwango, ndani ya mwaka mmoja utakuwa na pesa kiasi gani? Milioni moja laki mbili. Ndani ya miaka mitano utakuwa na milioni 6. Si sawa eh? Kwa sasa hii utakapoweza kusimamia hii kanuni, inaweza kukupeleka kwamba ndani ya miaka mitano kwenye ule mradi utakaokuwa una uhitaji, unaweza ukatumia kutekeleza hiyo fedha. Sawa, kutekeleza huo mradi. Au kama unaona basi hao watu labda ukiweka hapo uwezi, njoo kuna SACCOS. Mwenyekiti wetu hapa ni mwenyekiti wetu wangu wa board. Kingdom SACCOS. Ukiweza kuwekeza hii fedha kama unaweka kila mwezi laki moja, ukawa na milioni 6 ndani ya miaka mitano, siku utakuja kukopa unakopa mara 3 yake. Itakuwa milioni ngapi? Milioni 18. Sasa hiyo milioni 18 kwenye mradi unaotaka kuwekeza, haijatosha kuwekeza? Imetosha. Kwa sasa hii kanuni inahitaji ujilipe wewe mwenyewe kwanza kwa kila fedha inayopita mikononi mwako. Unaweza kusema kwamba ni ngumu, lakini weka kitu kwenye payroll. Sawa? Kwenye payroll. Payroll account. Sema kwamba hapa si bora. Sasa kwenye zile description, sawa, umeshaweka vitu vyako hapa. Hapa kuna mambo ya bima, kuna mambo ya wanakukata labda house, alafu kuna kitu kingine hapo watakuja na kuambia ni CCF, alafu na kuendelea. Hebu iongeze hapa, jilipe mwenyewe kwanza hapa, akiba labda ya kwako weka hapa. Jaribu kukatia kule juu kabla hii fedha haujaishika. Ikatie pale weka. Yako kwa hii milioni 1 labda kwa mshahara wako milioni 1 utakokuwa umeisha weka hapa, ukisha kukata weka na ile laki moja hapa. Sawa watu wa Mungu eh? Utakapokuwa unaweka hii fedha, leo hii unaweza usione kama unaweza usione kama ni faida. Lakini baada ya muda fulani hii pesa itakuwa ina nguvu zaidi. Na kitu kikubwa ni kwamba hii fedha huwa inaongea zaidi na inakuwa na matokeo zaidi. Unaweza kunalipwa mshahara wa milioni 5, unautumia huo mshahara. Sawa? Lakini mwisho wa siku ile akiba yako unayoweka ya laki 5 inakuja kuwa na nguvu kuliko ile milioni 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu naomba tusome hapo kwenye Biblia kwenye Mwanzo 41 mstari wa 35 na 36. Mwanzo 41 mstari wa 35 na 36. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii myema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaona hicho kitu Pia kwamba hii miaka 7 ya shibe pale Misri watu walikula alafu wakaacha. Unaona? Lakini ikawa inakusanya asilimia chache zinatunzwa. Alafu zikahifadhi tena kutumika kwa miaka mingine ngapi? 7. Sawa? Kwa sasa akiba unaona inaweza ikawa na nguvu kubwa kwa kutumika tena kwa ule muda ambao uliishi uko vizuri. Kwa hiyo jitahidi sana kujilipa wewe mwenyewe kwanza kwa zile kila pesa unayofanyaje inayopita mikononi mwako. Unaweza hapa tulikuwa tunasema kwenye hizi kanuni. Na inaweza kukusaidia hivi. Iweke kwenye payroll, tayari umeshaweka kwenye payroll yako, au weka kwenye akaunti maalum. Badala ya kwenda kwenye hizi account za saving. Hizi saving huwa ni pesa za kutumia, unaweza kupata shida, unapita hapo na kuchomoa hiyo pesa. Lakini weka kwenye account. Kuna akaunti, kuna benki sasa nizisemee sana, wana akaunti zao nzuri, tunaweza kuwa wanakulipa baada ya miezi mitatu au baada ya mwaka. Kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja unaweza kutoka kama ni fixed account inakulipa asilimia kadhaa. Kwa hiyo imekaa pale inaendelea kufanyaje? Kuongezeka. Au
Ukiona kwamba mwenyewe hauwezi, unaweza kumwambia mwajiri wako, fanya utaratibu mwajiri wako akawa na kukata moja kwa moja ile fedha, alafu inaingizwa kwenye ile akaunti yako maalum kwa ajili ya akiba. Na ujitahidi sana usitumie kwa sasa hivi. Jiwekee plan labda baada ya miaka 5 au miaka 10 na kuendelea. Haleluya. Hii inaitwa kanuni ya jilipe mwenyewe kwanza. Tunaenda kanuni ya pili. Samahani mwalimu, hapo kuna kanuni ya kwanza. Ndio. Umesema kuna mabenki utaki kuyasemea, si unayasemea tu. Sababu hapa hakuna mtu ana benki yake hapa. Yaani ufanyie marketing ili utafungua fahamu. Kwa kama kuna mabenki yana tabia nzuri, ili tukaweke. Mfano kama kuna akaunti ya Malengo NBC. Ile akaunti huwa haikatwi. Sawa? Unaweza kuweka pale pesa iko na kulipa kama pesa yako ifiki milioni 1, unaweza kuwa kulipa asilimia, nafikiri unalipa kama 3%. 3% mpaka 7. Baada ile pesa kukatwa kwenye zile bank charges, ile yenyewe haikatwi. Kuna benki moja NMB, kuna account wanayo pale, unanyoa unatoa kadi, huwezi kuchukulia. Nimeisahau ile account. Inaitwa bonus. Yenyewe unaweza kuweka fedha zako pale, huwa hawakati zile bank charges. Kwa hiyo yenyewe baada ya muda inakuzalishia asilimia kadhaa zile fedha ambazo umeweka pale ndani. Asante. Kuna dukuduku tena hapo? Naomba tuangalie tena kanuni nyingine. Samahani. Karibu. Wale umesema ina milioni. Ongeza sauti kidogo. Hiyo 10% ni baada ya fungu la 10 au kabla ya fungu la 10. Kwa ushauri sasa, ushauri. Naomba tu kadri ambavyo mwenyewe utakavyoipanga. Sawa? Kama utapanga kwamba baada ya kukata, kwa sababu watu ambao tumeokoka lazima tuwe fungu la 10. Sawa? Kwa hiyo kufanya marekebisho yote, akishamaliza kata fungu la 10, alafu ile pesa inayobaki sasa hapo tunasema net income. Net income. Kata ile asilimia 10%. 10%. Ina maana pale ukibaki na laki 9, unachukua shilingi 90,000 pembeni na hifadhi. Sasa matumizi yako yake bajeti ya kulipia 800 na 10. Kwa hiyo mshahara wako kwenye akili yako uweke tu 800 na ngapi? Na 10. Ili kipindi ile 90 unaiweka, unajilipa kwanza. Amen. Twende kwenye akaunti ya kwenye kanuni ya pili. Inasema fedha inakuja kwa furaha na kwa wingi kwa mtu anayewekeza ili izalishe zaidi. Kanuni ya pili, wekeza izalishe zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii kanuni inayosimamia mwongozo wa fedha inakuhitaji kwamba fedha ulionayo uweze kuiongeza. Mfano wa kondoo waliopo machungani wanavyozidi kukua na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hizi fedha unazokuwa sasa hivi, sema tuachana ile swala kujilipa kwanza. Ili umeshahifadhi, umebaki na ile 800 na 10. Umeshaiweka kwenye mambo sasa ya matumizi yako. Kuna zile fedha labda zinaongezeka, labda badala ya 800 na 10 zikaje milioni 1,200,000, milioni 2, milioni 3 na nini, zimekaa tu benki. Zile fedha zinaweza zikatumika pia kuongeza. Zinaweza zikatumika kuongezea zaidi. Tunachukua mfano. Hivi unawaza kwamba sisi tunapokuwa tunawaza hapa, tunaangalia kwenye kama fursa. Ile parking ni mawazo. Ile parking, je, ingeweza kutumika labda ikawa kama car wash siku ambazo sio za nani, sio za ibada, ikaweza magari yakioshwa pale 5,500 mengia meoshwa magari labda 20 au 30 kwa siku. Tuseme meoshwa magari 30, pale 5,500 ingeingiza shilingi ngapi? 1,500,000 kwa siku. Haya, tukaachana Jumapili magari yanakuja labda kama 50. Tunasema jamani, huduma ya kuosha magari inapatikana pale kanisani. Yakaoshwa pale labda tuseme labda kwa wapendo tunafanyia 4,400. Magari ya 50 imepatikana shilingi ngapi? 200,000. Haya, tuseme labda mchana hayo magari yanaoshwa. Tugeuzi kwa fursa. Tukafanya utaratibu wa kulaza magari pale. Walinzi si tunao kanisani. Tukawaza magari pale. Shilingi 2,200 au shilingi 1,100. Kwa siku anaingia labda magari 10, imeingiza 10,000. Kwa mwezi itakuwa imeingiza shilingi ngapi?
Unaweza unaposema hata 300,000 imeshaingia hapa. Ile ni nafasi. Sawa? Kwa hiyo unaweza kaangalia, je, wewe una viwanja vingi, tuseme umenunua kiwanja huko na kiwanja hapa kijani, kuna kiwanja. Ulishawahi kuwaza kwamba hicho kiwanja nikageuza nikaenda nikajenga ukuta nikazungusha. Alafu nikalaza magari pale. Na mlinzi nikamweka, labda nikatafuta mlinzi pale nikamlipa 50,000 au nikamlipa 100,000. Alafu magari yakawa yanakuja pale, usalama uko vizuri. Unaweza kuwekeza kwa hiyo pesa inaweza kuja kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo unapokuwa unaiwekeza ile fedha ulionayo, kama una milioni 2 unajua kwamba na uwanja, unaweza kuzungusha ukuta ukaweka gate pale. Na fedha iko inazalisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja katika pita zangu kwenye mtandao nikamuona mtu mmoja anaitwa Warren Buffett. Ameandika kwamba endapo hautaweza kuzalisha fedha ukiwa umelala, unaweza kufanya kazi hadi unakufa. Kwenye moja wapo posti zangu ukiangalia ziko. Watu wanaonifuatilia wameshakuta kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna watu ambao ni wajanja wenyewe kuzalisha, wanatengeneza fedha wakiwa wamelala. Ulishakujiuliza, una account labda una pesa benki zimekaa milioni 50. Hizi fedha ungeweza kuzichukua ukajenga nyumba ya kulala, labda ya kulala wageni, guest house, au nyumba ya kupangisha. Nyumba ya kupangisha inahitaji maintenance kila siku. Ukishafungia waya zako pale, umeweka bili ya maji, wapangaji wanaenda kulipa wenyewe. Maji shimo sink limejaa, wapangaji wanavuta wenyewe, unatengeneza fedha ukiwa umelala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii inaitwa kanuni ya pili ya fedha, inasema kwamba wekeza fedha ili zizalishe zaidi. Tunaenda kwenye kanuni ya 3 inayosimamia mwongozo wa mafanikio ya fedha. Fedha inakuwa na kuongezeka kwa mtu anayeweza kufuata ushauri wa watu wenye busara. Kama inaonekana vizuri hapa. Ni mark pen nimejaribu kutumia kwa nini na watu wenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema watu wenye hekima, ni watu wenye hekima kuhusu jambo unaotaka kulifanya, swala la uwekezaji. Kwa hiyo ukiwa una fedha, inahitajika utafute watu ambao wana akili ya kifedha. Sawa? Kama mimi ni mmoja wapo, Jeremia Sibora, nina ufahamu kuhusu mambo ya kifedha, naweza nikuambia kwamba wekeza hivi, na kuandaa na hesabu zako. Au utafute watu wengine zaidi ambao wana ufahamu juu hicho kitu unachotaka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ambaye atakushauri kuhusu mambo ya kibiashara, mtu ambaye atakushauri hivi vizuri, hiyo fedha inahitaji. Mtu anakuambia bwana, pesa umeipata ukishakuwa nyingi, usikae nayo mfukoni, kuna kuibiwa, kuna kupotea. Wekeza hapa. Au tuwekeze kwenye miradi inayoingiza fedha. Kwa mara zote mtu wa Mungu, ili uweze kufanikiwa kwenye mambo ya kifedha, hakikisha kwamba unatafuta watu wenye hekima kuhusu taalamu wa fedha. Usiende tu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoenda mwenyewe kwenye, kuna mambo yanasema kwamba pesa tunafanya kitu kinaitwa depreciation. Kama ile jengo wakati limejengwa, hizi chuma wakati zinanunuliwa, gharama yake au ubora wake sio ubora uliopo. Wewe unaweza kuona kwamba hiki chuma kipo vile vile. Lakini tukija kwenye mambo ya kifedha, tunaangalia kwamba je, ile depreciation cost imekaeje? Hizi nilikuwa niko pale nyumbani nasikiliza mambo na mambo vyoeli. Nasema mtu mmoja ameamua kuvunja watu mbavu. Akaamua kuuza gari kwa gharama ile leo ni miaka 44 iliyopita kule Marekani. Ni $75 ndio ile gari, na sasa hivi kuuza $75 nafikiri kwa chini sana. Unaona? Kwa tafuta watu wenye hekima kuhusu fedha watakao kushauri kwamba uwekeze sehemu gani. Haleluya. Amen. Tunaenda kanuni ya 4. Hapa tulikuwa tunaona fedha inakuja. Sasa hapa fedha inaota tena miguu. Inakimbia mtu ambaye anaitumia kwa matumizi yasiyoendana nayo. Sio endana.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunavyosema kwamba fedha inakimbia kwa mtu kwa matumizi yasiyo ya ndani. Matumizi yasiyo ya ndani ni matumizi gani? Matumizi yasiyo ya ndani tunasema kwamba liability. Unawekeza kwenye maeneo ambayo sio ya kuzalisha. Tunachukua tu mfano harusi. Sawa? Harusi sio matumizi yanayoendana na mambo ya fedha. Ukiwa na mshahara wako wa 800,000 kama tulivyosema kwamba tubakiwa na neti yetu 810,000. Alafu ukawa unaenda ukaigawanya kwenye harusi. Harusi kama 10 unatoa laki au tuseme kwamba una harusi 5 unatoa laki. Utakuwa baki na shilingi ngapi? 310,000. Hizi zile laki zimezalisha zinapoelekea kule? Hapana. Hazijazalisha. Kwa hiyo umeshaanza kwenda nini? Hasara. Watu wa Mungu, hii kanuni na mambo ya kimungu ni kama vinapingana kidogo lakini hapo sawa. Bwana asifiwe. Hii kanuni na mambo ya kimungu ni kama faeje? Vinapingana, lakini lazima mtu wa Mungu awe na hekima na ufahamu kufanya mambo kwa hali ya juu. Kwa sasa tofauti na harusi, tuchukulie mfano. Wanawake ni wazuri. Lakini angalia wanapokuwa wanafanya zile fedha za saluni. Sawa? 30,000, 50,000. Alipoenda kuweka kwenye kile kichwa, imezalisha? Haijazalisha. Haya, unapokuwa unaenda unanunua gari nyingi, una gari za kutembelea 3, 4 ziko pale. Ni vizuri umeweka pale. Je, zile gari zinazalisha? Ile tunaita na liability. Maana ile gari kama ile gari haizalishi, inaona kwamba inatumia mafuta. Alafu unakatia bima. Sawa? Ikiharibika spare, unaenda kununua nini? Spare. Unaweka pale. Alafu gari hata kama ziko hapo sababu utabandika ile bima utabandika kwenye gari ubandike gari nyingine. Hapana. Ni kwamba kila gari inakuwa na bima. Kwa hiyo tunaita nini? Ni liability. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sasa lazima uangalie bado ya kuchukua labda milioni 30, milioni 50 au milioni 100 unaongeza gari la 3 au gari la 4 au gari la 5. Jaribu kuwaza vizuri kwamba hii ni liability inakuja kunitolea nini? Fedha. Opt. Nunua uwanja, jenga hata nyumba kupangisha, utengeneze fedha ukiwa umelala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza kukusaidia zaidi. Hapa tunaenda kanuni ya 5. Ya mwisho kwenye kanuni zinazoongoza fedha. Fedha inakimbia kwa mtu anayelazimisha. Naye tania radhi tu kwenye mwandiko hapa usomeki vizuri kutokana na Mark Pen. Acha tu nikusomee hapa ili uandike. Fedha inakimbia mtu ambaye anailazimisha kufanya malipo yasiyowezekana au anayeweka kwenye miradi kwa matakwa binafsi bila kufuata ushauri wa kitaalamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mrudi. Fedha inamkimbia mtu ambaye anailazimisha kufanya malipo yasiyowezekana au anaiweka kwenye miradi ya matakwa yake binafsi bila kufuata ushauri wa wataalamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa kifedha tunashauri hivi. Unapotaka kufanya biashara ya aina yoyote, hakikisha una ufahamu wa kutosha kuhusu hiyo biashara au kuhusu huo mradi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa bila kuwa na utaalamu wa kutosha utaenda kuangukia, tunasema Kiswahili cha mpira, tunasema utaangukia pua. Kuna biashara nyingi watu wanakwambia kwamba wameingiza pale miradi, pesa zimekufa, biashara imekufa. Kwa nini? Ushakujiuliza hicho kitu? Hana ufahamu wa kutosha. Hapa mimi na washauri, kuna huduma moja nayoitoa ya kufundisha uwekezaji, kuna kitu tunakiita portfolio analysis. Ina hatua kama 7 za kufuata kabla ya kuanza kuwekeza. Ili uweze kuwekeza unaenda kufanya nini kwenye uwekezaji. Hiyo sasa ni mambo ya kiofisi, kama mtu akiwa anahitaji hiyo kitu, tunaona kiofisi, tunamaliza. Lakini hakikisha biashara tunataka kuifanya, unahitaji kwenda kununua magari.
hakikisha unaelewa vizuri hii gari linaitwaje, gharama yake mpaka kufika hapa ni kiasi gani, na spare zake ni kiasi gani, na mteja nitampataje. Unahitaji viwanja. Usiende tu, kuna viwanja vingine vya milioni 1, ukienda kichwa wanakuzia milioni 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukitafuta watu wenye utaalamu, kama mzee wangu Mbila hapa, atakufundisha kwamba bwana, uwanja hivi square meter tunanunua hivi, tunauza hivi. Kwa kila biashara tunayoifanya, tafuta watu wenye ufahamu na hicho kitu, wakufungua ufahamu ili unapofanya pale, alafu usiingize watu wa Mungu. Hapo kwenye uwekezaji, tutakapo kwenye mambo ya uwekezaji, nitakwambia kwamba usiingize fedha yote ya mtaji ulionayo, kwa sababu hiyo fedha ikiingia pale, biashara ikiwa ngumu, hauwezi kutoka. Unahitaji kula hapa nyumbani, unahitaji kusafiri, unahitaji kuvaa. Ukiingiza biashara ikawa ngumu, Bwana asifiwe. Amen. Umeamua kuingiza kwenye kampuni la kitalii. Umeingia hapo, umenunua magari yako ya kitalii, umepaki pale. Kila kitu umenunua kiko vizuri, wageni umeweka on. Alafu ghafla unaambiwa corona imeingia Tanzania au imeingia duniani. Mipaka yote imefungwa. Pesa zote ulizokuwa nazo umenunua magari, umepaki pale. Naishi. Kwa hiyo sasa kwenye hii jambo tunakwambia kwamba naomba utafute watu wenye ufahamu kuhusu fedha, kuhusu mradi unaotaka kwenda kuwekeza, wakusaidia na wakufundishe. Kuna watu wengine utakula gharama. Sawa? Unataka kwenda kumuona mtu wa ushauri wa kibiashara, kula gharama, atakuchaji 50,000, atakuchaji laki, 200,000, kula gharama uponye milioni zako zinazokuja huko nyuma. Lakini ukienda kicho ukiona kwamba labda hiyo pesa anakuchaji ni ndogo, utaenda utapoteza pesa nyingi, alafu mwisho wa siku na zile nyingi zitapotea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hizo ni kanuni zinazosimamia miongozo ya fedha.